watu wa kumwabudu, na ndio maana ameandaa vitengo hapa duniani. Vitengo vyake amewaingia wanadamu, ndio hao naona waganga wengi, kwa sababu shetani ameingia kwao ili wamkatae Mungu aliye hai, ili wamwabudu yeye shetani. Na ndio maana wako wachawi. Sio kwamba wachawi wanapenda kuloga. Hata Simoni mchawi alizaliwa vizuri. Biblia inasema kwamba kule Samaria Simoni alipoanza uchawi, mpaka mfalme anamwogopa Simoni. Watu wote wanamcha bwana mkubwa. Simoni akipita anasujudiwa, Simoni akipita anaabudiwa. Yaani Samaria yote kule Israeli walikuwa wanamwogopa Simoni mchawi. Sawa yamkini hata hapa Mtwara kuna watu wazee magwiji wanaogopeka. Anasema ukimgusa mzee huyo kesho utaiona, ukimgusa mzee huyo atakusomea dua, ukimgusa mzee huyo utakauka. Hayo ni mambo yalifanyika kule Samaria. Simoni mchawi alikuwa anaogopeka na watu wa Samaria. Hata mfalme mwenyewe alikuwa anamwogopa Simoni kwa sababu aliwashangaza kwa uchawi wake mwingi. Unajua wachawi wanashangazaga watu na ishara za kimiujiza za uongo, na wanawatisha watu, wanachukua mali zao, wanachukua pesa zao. Nisikilize jioni ya leo, hata mimi nimekuelezea tangu maisha yangu niliteswa na wachawi. Hata kusoma kwangu kwa shida, hata maisha yangu ni duni, hata nilipopata kazi ilikuwa ni muujiza. Wachawi wapo, nisikilize, wanatumiwa na shetani kuharibu maisha ya watu. Wanaharibu, wanaleta nuksi, wanaleta balaa, wanaleta magonjwa, wanafunga biashara, wanachukua hela zako. Na ndio maana leo unaweza ukashuhudia kuna watu wamepoteza watoto wao, wameweka kuwachukulia pesa wengine hawafanyi kazi, hawafanyi biashara, kazi yao wanashinda hapa, yamkini wanachukua pesa za watu. Lakini nataka nikuambie, yuko mwenye nguvu. Ukimpokea jioni ya leo huyo mwenye nguvu, hakuna mchawi wala mangopo wala ndondocha atakayechukua pesa yako, kwa sababu mwenye nguvu yupo. Akiingia ndani ya moyo wako atamdhibiti shetani, atadhibiti wachawi. Hakuna cha mangopo, hakuna cha ndondocha, hakuna cha majini kuchukua pesa zako. Ndio maana tumemleta huyu Simoni mchawi. Biblia inasema kwamba alienda kwenye mkutano kama huu, alikuwa amekaa pale, yamkini akawa anasukuma matumbuli yake, anajaribu kutupa kwa mhubiri, akaya na pauzi. Baada ya kushindwa, akaona mapepo wenye magonjwa wanapona, akasema jamani, hii nguvu ni ajabu na mimi naitaka. Ilipofika wakati wa kuokoka, akasema na mimi nataka kumpata huyu Yesu. Simoni mchawi akanyosha mkono juu, akampa Yesu maisha yake, na yeye akashikamana na kina Filipo. Na ndicho kilichopo leo. Kama umeteswa na wachawi, kama umeteswa na mapepo, kama umeteswa na majini, biashara yako haiendi, tumeleta habari njema. Yuko mwenye nguvu kuliko shetani, yuko mwenye nguvu kuliko uchawi, yuko mwenye nguvu kuliko majini, yuko mwenye nguvu kuliko ndondocha, yuko mwenye nguvu kuliko misukule. Yuko huyo, ukimwamini jioni ya leo ataingia ndani mwako, atakuletea maisha mapya. Utakuwa na furaha na amani, utakuwa mshindi juu ya dhambi, utashinda dhambi. Usiku utalala usingizi mzuri. Wakati nimekuja Mtwara ile miaka 90 ngapi, 91, hapa Mtwara nilikutana na mzee mmoja, ana nyumba yake kubwa. Ile nyumba ni kubwa tena, wakati mwingine watu wakubwa walikuwa wanafikia. Nisikilizeni watu wa Mtwara, yule mzee mimi nilikuwa sijui, nikatafuta kutaka kupanga nyumba yake Shangani. Wakati ninakaa peke yangu, nikatafuta ile nyumba Shangani, ilikuwa chumba na ukumbi. Ile nyumba imejengwa kama ikulu. Kilichotokea, nikaenda kumwambia yule mzee, nataka kupanga nyumba yako. Akaniambia, bwana mdogo, utaweza kupanga nyumba hii, nimejenga kwa gharama. Wewe unafikiri utanipa shilingi ngapi? Unaonekana huna hela. Nikamwambia sawa, lakini huyu Mungu wangu ana hela, ana uwezo wa kunipa hela na kupanga nyumba yako. Yule mzee akakubali, akasema na kuonyesha hii nyumba. Akanipangia ile nyumba, unaingia mageti matatu. Unajua hapa mtu unaweza kukaa usijue mambo yanayofanyika, lakini kuna watu masetla, kuna watu matajiri, wanakula pesa zao, wanavuna pesa zao, wametulia kimya, wamekaa kwenye majumba yao, wana majengo mengine, magari yanakaa chini ya ardhi. Wewe hujajua tu hapa Mtwara, labda hujajua, lakini nakueleza wako matajiri ambao wanaishi hivyo. Lakini hao matajiri wengine wanaishi kwa mateso na shida, hawalali usiku. Mimi nilikuwa sijui. Yule mzee akanipangisha ile nyumba. Basi kilichotokea, usiku ule tukalala, tukaanza kuomba kwenye ile nyumba.
Kumbe yule mzee alikuwa halali kwenye nyumba ile zaidi ya miaka 4, halali anaweweseka, magonjwa ya ajabu. Kilichotokea, tukaomba usiku ule nikawa naonyeshwa kwenye ile nyumba kuna watu wamevaa misuli wenye vipara wanatembea kwenye nyumba, alafu wanawapiga watoto. Nikaona muona yale mashetani yanamkaba yule mzee. Nikakemea usiku ule kwenye ile nyumba. Asubuhi yule mzee hakuwahi kulala ndani ya miaka 4. Tulikotoka asubuhi, mama mke wake anatulia, mmelala vizuri? Tukamwambia tumelala vizuri, usingizi mnono, hatukuwa na chochote. Ndio yule mama akaanza kusema, baba yenu hajalala miaka 4 kwenye nyumba hii. Leo cha ajabu, nyinyi baada ya kukanyaga amelala usingizi mzuri, amelala usingizi mzuri. Miaka 4 alikuwa halali, leo amelala na ameamka asubuhi, ameagiza chai. Alikuwa hata chai hawezi kunywa wala chakula hawezi kula. Tukamwambia yuko mwenye nguvu ameingia kwenye nyumba hii, yuko mwenye nguvu ameingia kwenye nyumba hii. Yamkini hulali vizuri, yamkini hulali vizuri, yamkini biashara iende vizuri, ni yuko mwenye nguvu jioni ya leo. Huyu mwenye nguvu anaitwa Yesu. Ukimpokea Yesu atadhibiti mashetani, atadhibiti majini, atadhibiti wachawi, atadhibiti dhambi. Huyu mwenye nguvu yupo, tumemleta hapa. Usiendelee kuteseka tena, yuko mwenye nguvu jioni ya leo. Nimemleta huyu Simoni mchawi, alirusha uchawi wake akashindwa, akasema ninamtaka Yesu. Nataka nikwambia Yesu hana ubaguzi, anaingia kwa mtu yote anemwamini. Ukimwamini jioni ya leo, Yesu ataingia, utalala usingizi mzuri, biashara yako itaenda vizuri, utapata wateja. Nisikilize, hii ni kazi ambayo sasa hivi ni mwaka 36 tangu wakati Bwana amenitoa kwenye kazi ya serikali akanituma nihubiri injili. Sio hapa tu, tunahubiri mataifa mbalimbali, tumepanda huko huduma mbalimbali kwenye mataifa nje. Nataka nikwambia huyu Yesu ana faida. Ukimwamini unapata amani, alafu unakuwa na matumaini ya kwenda mbinguni. Unasema sasa, mchungaji, unachelewa. Namtaka huyu Yesu, niko tayari kutubu, nilale usingizi mzuri, hata kama nitakufa niende mbinguni, hata kama namna gani. Naona biashara zangu haziendi vizuri, mambo yangu haendi vizuri, lakini ukitubu jioni ya leo, wewe ni kutubu tu, wewe ni kumwamini tu. Ukimwamini Yesu na kutubu tu, yeye atarekebisha mfumo wa maisha yako, mambo yako yataenda barabara. Hatuyangai, tunasema ukweli. Unasema mchungaji, inatosha, umehubiri sana. Namalizia, unasema nifanyeje? Ni kutubu tu. Ukitubu tu na kumwambia mpokee yeye anaingia na kurekebisha maisha yako. Unasema niko tayari. Nisikilize pale ulipo, funika macho yako, usio na mawazo mengine. Kama umesikia ujumbe huu, unamtaka huyu mwenye nguvu anaitwa Yesu aingie, adhibiti shetani, adhibiti mapepo, adhibiti majini, adhibiti kuibiwa pesa kimang'opo na ndonocha. Mwamini sasa. Nataka kuomba kwa ajili yako. Wewe ni Mungu ambaye unasikia majibu ya watoto wako. Wewe ni Mungu ambaye unaponya magonjwa. Wewe ni Mungu ambaye unatenda mambo makubwa. Angalia watu wa Mtwara wamekuwa sikivu kusikia ujumbe huu, kwamba wewe ni mwenye nguvu kuliko shetani, wewe ni mwenye nguvu kuliko mapepo, wewe ni mwenye nguvu kuliko majini, wewe ni mwenye nguvu kuliko uganga na ushirikina. Baba, nakutaka wewe Yesu jioni ya leo. Ninaomba rehema zako na uweza wako, mkono wako wenye nguvu na uweza ukashuke mahali hapa, ukashuke ndani ya mioyo yao. Yesu atembelee, Yesu aguse kama Simoni mchawi, hata kama wamepoteza roho zao, hata kama wamefanya maovu. Yesu una uwezo wa kusamehe. Ulimsamehe mganga, mshirikina, mchawi Simoni, una uwezo wa kusamehe watu wako. Naomba kawasamehe watu wako. Wewe ambao unasema kabisa, mtumishi wa Mungu, ninasikia nataka nibadilike, nipate hii nguvu ya kushinda shetani na mapepo na majini na dhambi, niko tayari kutubu dhambi. Yesu aingie. Naomba nyosha mkono pale ulipo, niombe pamoja na wewe ukiwa hapo. Nyosha mkono, tusiogope. Usione aibu, wewe nyosha mkono, nitakuombea hapa. Kama huko yoyote unasema niko tayari kubadilika, ili nguvu iingie ndani yangu, na mpokea Yesu, nyosha mkono niombe pamoja na wewe. Asante sana. Njoo tu, njoo, wala usione aibu. Njoo tu, wewe uliyenyosha, wala usiogope. Nataka nikuombee, nikushike mkono wa baraka. Nataka nikuombee baraka. Mungu atafanya kitu cha ajabu sana. Sema maneno haya: Bwana Yesu, ninakuja kwako, naomba nguvu zako za kushinda dhambi,
na majaribu na shetani, na kataa kila hila ya shetani na magonjwa na mateso. Naomba Yesu, ingia ndani yangu, ufanye makao, nimshinde shetani na wachawi na mapepo katika jina la Yesu, amen. Funika macho, nataka niombe. Baba, katika jina la Yesu naachilia nguvu ya Mungu. Baba, ndugu huyu ametambua kwamba anahitaji nguvu zako. Naomba mkono wako wenye nguvu na uweza. Nilipogusa mkono huu, nguvu za Roho Mtakatifu zishuke, uweza wako na mamlaka yako. Mlinde Bwana na wachawi na mapepo na majini yote, kila nguvu za giza, kila nguvu za nuksi ninazikataa. Mikosi na balaa, mikosi na balaa ninaivunja, mikosi na balaa ninaivunja kwenye kazi ya mikono yako. Ninaitakasa na kuibariki, ninaitakasa kazi yako, ninabariki kazi yako, ninabariki shughuli zako na familia yako. Ukainuliwe siku zote za maisha yako, asiwepo mchawi wala mganga wa kukuloga. Kwa sasa hivi na kuzindika kwa damu ya Yesu, uwe mzima na ukajazwa na Mtakatifu. Sema amen. Mungu akubariki. Amen. Mungu akubariki sana. Kuna wengine wanahitaji, wana magonjwa sugu, ambao wana magonjwa mbalimbali, wameonewa na shetani. Umeenda kwa waganga, umeenda kutambika kwenye makaburi, mambo hayaendi. Hata biashara yako unaona kile unachokifanya kiendi. Njoo hapa, tutaomba kwa ajili ya biashara yako na maisha yako. Maombi haya ni bure, huna haja kuchukua mchanga, kununua mchanga. Hao wanauza mchanga na maji ni matapeli wa kisasa, wanachukua hela zenu. Sikilizeni, maombi ya Mungu ni bure. Acheni kudanganywa na wachawi wa kisasa. Wanavaa suti, wanachukua Biblia, wanawauzia mafuta, wanawauzia maji, wanawauzia uchanga. Hawa ni wachawi kama wachawi wengine. Elevuka hilo. Hapa maombi ni bure na utamwona Yesu live. Hatudanganyi, utamwona Mungu. Biashara yako itaenda. Wewe mwenye biashara haiendi, njoo mahali hapa, tutaomba. Mambo nyumbani kwako hakueleweki, mke wako haeleweki, mume wako haeleweki, njoo usione aibu. Njoo, tutafanya maombi. Njoo sasa, njoo nakusubiri. Baba Ndondo, ulikuwa unasumbuliwa na nini sasa? Na ukielewa sasa, mimi nilikuwa hivi vile. Alafu nakuta na nganda. Unajua nganda? Unajua nganda? Sasa mimi nimeacha. Mimi nilikuwa nakuta na hilo wakati ndio kama nani hizi, kama chupunje za mchele wa mtama. Lakini Yesu aliniokoa, nilikuwa najuta hivi. Sasa mimi sitaki uumie tena. Nataka niombe. Sema maneno haya, funika macho, sema Bwana Yesu, nimechoka na mateso. Naomba unifungue kutoka kwenye vifungo vya ule. Nimechoka na taabu. Shetani toka ndani. Nimechoka kwa jina la Yesu. Ninajitoa kuzimu nilikofungwa. Nifungua kwa jina la Yesu. Naomba unisamehe. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima milele. Asante Yesu kwa kunisamehe. Kuanzia leo najua sitalewa tena. Utanipa nguvu ya kushinda tamaa ya dunia hii katika jina la Yesu. Amen. Baba, katika jina la Yesu, kumbuka Mungu, kijana huyu amekuja kwenye madhabahu hii. Hata mimi uliniokoa nikiwa baa. Nasimama kinyume na nguvu zote. Kama alilogewa kwenye pombe, kama kuna uchawi wowote aliologewa, kuna nguvu za giza alizogewa, alizonuiziwa kwamba akipata pesa maliza kwenye pombe, ninavuta kila uchawi na ushirikina uliofanywa. Ninavuta kila uchawi na ushirikina. Ninavuta kila laana uliyotamkiwa ya kichawi. Ninavuta kila ulevi na ushirikina. Ninaondoa hiyo kiu ya pombe. Ukisikia pombe usikia inanuka kwanza sasa hivi. Kwa jina la Yesu naachilia uponyaji. Kwa jina la Yesu naachilia uzima. Kwa jina la Yesu naachilia uponyaji. Naondoa nguvu yote ya ulevi.
naondoa kiu yote ya pombe. Akinywa pombe atapike, asikie kichefuchefu cha kutapika, asisikie hamu tena kunywa pombe. Bwana Yesu, ulivyonihurumia mimi, ndivyo nitakavyokuhurumia ndugu huyu. Naomba muhurumia, amechoka Bwana. Naomba Bwana msaidie, aone badiliko, akuone wewe ni Mungu, na achilie uponyaji na uweza katika jina la Yesu. Najisikiaje moyoni baada ya maombi? Sema. Najisikia vizuri. Mungu amefanya kitu. Mimi nilikuwa hiyo usikate tamaa. Mungu anaenda kutenda mambo makubwa. Kwa hiyo sasa kama kuna mwingine anahitaji maombi,